Sema Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa rehema zako juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu. Asante Baba kwa sababu ya rehema zako ni mpya kila itwapo leo. Ninakushukuru kwa rehema zako hii asubuhi Bwana, katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, neno lako linasema tuingie malangoni mwako kwa kushukuru, nyuani mwako kwa kusifu. Asubuhi ya leo naleta shukrani zangu mbele ya madhabahu yako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neno lako linasema, Zaburi ya 138 mstari wa kwanza, nikushukuru kwa moyo wangu wote, na katikati ya miungu nitakuimbia zaburi, huku nikilikabili hekalu lako takatifu. Nenda mbele za Mungu, mshukuru Bwana. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Mshukuru tu Bwana, mshukuru tu Bwana. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Mshukuru, fungua kinywa chako. Raba shante lebrazonda libro sakariando. Baba, tunasema asante kwa ajili ya neema yako. Tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Tunasema asante kwa ajili ya ulinzi wako. Mtulinda usiku kucha, watupa neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakutukuza, Baba ninakubariki, Baba ninakupa sifa na heshima, sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna mbinguni, hakuna duniani wala kuzimu. Pokea sifa zote Bwana, pokea heshima zote, pokea dhama, pokea nguvu, pokea uweza na mamlaka ni kwako katika jina la Yesu Kristo. Rapa sanda rabokoria masikiriando, riko sanda rabakuria masikiriando robosaika, riko yanda rabashanta lebrakadoshka jelmanto. Heshima ni ya kwako Mungu wangu na Baba yangu, uinuliwe, ubarikiwe, maana unastahili katika jina la Yesu. Asante Bwana. Sema Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu, asante kwa neema ulioachilia juu yangu na juu ya familia yangu. Neno lako linatuambia tunapolala, kazi ya ibilisi ni kupanda magugu. Mungu mtakatifu, na nyenyekea mbele zako mahali ambapo nimefungua mlango shetani akapata nafasi na kupenyeza vya kwake. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba rehema mbele ya madhabahu yako. Ni rehemu Bwana, sawa sawa na wingi wa fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Yafute makosa yangu, nioshe kabisa na kila uovu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, saa hii kwa mamlaka ulionipa ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui, umeniambia kila pando ambalo Baba yangu wa mbinguni hujalipanda litang'olewa. Saa hii kwa damu ya Yesu ninaamuru mapando yote, mapando ya kipepo, mapando ya uharibifu yaliyopandwa kwenye maisha yangu, ninang'oa kwa damu ya Yesu, ninang'oa kwa jina la Yesu. Pando lolote la uharibifu lililoelekezwa kwenye afya, naling'oa kwa damu ya Yesu. Pando lolote la mifarakano lililoelekezwa kwenye familia, naling'oa kwa damu ya Yesu. Pando lolote kwenye uchumi wangu la hasara na umaskini, naling'oa kwa damu ya Yesu. Silaha yoyote iliyoelekezwa dhidi yangu na iharibu kwa jina la Yesu, maana imeandikwa, hakuna silaha itakayofanyika dhidi yangu itafanikiwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na haribu silaha zote zilizoelekezwa kwangu, silaha magonjwa, silaha uharibifu, silaha maneno, silaha uganga, silaha uchawi, silaha hasara, haribu katika jina la Yesu. Endelea kuomba. Rapa yando robo shantale brazonda, ripa yando robo sikiri yando robo saikalibosa, yeka manto ribo saikari yando robo saka, korobo yanta ribo sikiri yando robo sikiri mayanta, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, neno lako linanielekeza, hakuna silaha itakayofanyika dhidi yetu itafanikiwa. Na haribu silaha zote, haribu hizo silaha, haribu hizo silaha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haribu na maneno yao. Neno la Mungu linatuelekeza, hakuna ulimi utainuka kinyume chako. Mungu anasema nitahukumu wa ulimi kwa damu ya Yesu ya agano. Baba, nasimama kinyume na kila ndimi zilizosimama kuninong'ona kwa siri, zilizosimama kuninena kinyume, nafuta kwa damu ya Yesu maneno yao. Rapa yando robo shikiri mayantaribosa, kila neno lililoelekezwa ndani yangu na kwenye maisha yangu, neno lolote la uovu, Bwana umenipa mamlaka ya kuhukumu ndimi zao. Rapa
yandorobo shikiri mayanta. Ninahukumu kila neno rapa sandora bakuria masikiri ando rapa yandoribo saikaribosa. Ninageuza hekima yao kuwa ni upumbavu, njia zao kuwa ni utelezi. Ninatamka katika jina la Yesu kila laana iliyokusudiwa juu yangu ninaitamkia mene tekeli na peresi kwa damu ya Yesu ya agano. Rapa yandorobo shantaribosa rika yandorobo saikari yandorobo saka rika yandoribo sikiri yandorobo saka katika jina la Yesu. Vuruga na kuharibu silaha yoyote. Biblia inatuambia wajapojipanga kupigana pamoja na sisi hawatatuweza katika jina la Yesu. Yoyote aliyepanga kupigana na mimi kwa wazi na kwa siri, kwa jina la Yesu hivyo vita Bwana na kutakasia peke yako, na kutakasia peke yako. Baba uliniambia vita si ya kwangu bali ni ya kwako. Rapo shanda rabo saika na kupisha juu ya kila kambi ya adui. Rapa yando robo saika ribosa ninakupisha juu ya kila kambi ya adui, ninakupisha juu ya kila silaha. Rapa yando robo santa lebrazonda ripa yando robo sikiri mayanta ribosa. Baba ninakunterereza mbele zako rimo shanda rabasaya korobo yanta koria masanda rabakuria masikiri ando. Ninakupisha na nguvu zako Mungu Baba. Umesema kisasi si juu yangu bali ni juu yako mwenyewe, nawe utalipa. Riposa karapayanto. Ninakupisha juu ya kila kisasi, ninakupisha juu ya kila kisasi, ninakupisha juu ya kila kisasi. Rapayando robo sikiri mayanta korobo yanta ribo sikiri mayanta katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, adui yoyote aliyesimama kushindana na mimi, iwe kwa wazi iwe kwa siri, Mungu mtakatifu, na kuinulia vita vyangu, na kuinulia vita vyangu, na kuinulia vita vyangu, na kuinulia vita vyangu kwa jina la Yesu, na kutakasia vita. Na ninakupisha Bwana juu ya kila kambi ya adui yangu, aliyefanyika adui nikijua ni rafiki, aliyefanyika adui kumbe mimi niliyemjua ni rafiki, kumbe ni mtesi. Silaha zozote, vikao vyovyote, mipango yoyote, na kupisha Bwana. Neno lako linaniambia, umesema kisasi si juu yangu bali ni juu yako wewe, nawe Bwana utalipa. Na kupisha kila kambi ya adui, ninakupisha kila kambi ya adui. Mpishe Mungu, mpishe Mungu. Rapasanda rabokoria mando riposanda rabokuria masikiri ando robosaya karabayando robosai karibosa. Baba na kuinulia vita vyangu lebrazonda libokuzia mandora bosaya. Uliniambia Bwana nitanyamaza kimya nawe utanipigania. Ninakupisha kwenye kila vita. Si kweli kwamba ninajua kila vita vinavyotoka. Mungu ninakupisha asubuhi ya leo. Rapa yando robo sakaribosa rika yando robo sikiri mayanta ribosa. Ninakupisha mwenyewe repesekeri moyanta. Ninakupisha dhidi ya kila mipango, ninakupisha dhidi ya kila maneno, ninakupisha dhidi ya kila silaha. Ninakupisha Yesu. Rapa yando robo sakaribosa rapa yando robo kuria masikiri ando rika sando robo saika korobo yanta rabakuria masaya korobo santa ribo sikiri ando rika yando robo sakarabakuria masaya korobo shanta raka yando robo kuria masikiri ando katika jina la Yesu Kristo. Rika yando robo kuria masikiri ando robo saya katika jina la Yesu. Biblia inasema hivi, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele, wala hakuna awezaye kufunga. Na kuna mahali pengine anasema, tazama nimekupa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wakupingao ni wengi. Nisikilize mwana wa Mungu, shida tulionayo katika kizazi tulichopo, haujui anayekupinga. Akiwa mbele yako ni rafiki, akiwa hayupo mbele zako anakupinga. Nisikilize niwaambie, unless otherwise na wewe umfanyiagi mtu kinyume. Hapa hata kama ni wewe uko kinyume na mtu, my dear, sometimes be aware of yourself. Usiende kinyume na mtu wakati anajijua yuko sawa mbele zako. Nenda kampishe Mungu kwenye kila kikwazo cha maisha yako. Sema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba ninasema asante, maana neno lako linaniambia umenipa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wale wanipingao ni wengi. Kwa jina la Yesu ninakupisha Bwana juu ya kila anayenipinga. Wengine sijui kwamba ni wapinzani wangu, na kupisha mwenyewe. Pigana vita vyangu, waondoe wote waliokuwa kama vikwazo
kwenye njia zangu, kwenye biashara yangu, kwenye maisha yangu, kwenye huduma yangu, kwenye familia. Mpishe Mungu, mpishe Mungu, mpishe Mungu, pisha Mungu, mpisha Mungu. Rapa yando robo sakari mayanta lebrazonda libokuzi amando ribosa. Baba, ninakupisha peke yako, ninakupisha Mungu Jehova, ninakupisha rama yanda risanda riso korobo yanta risanda riso korobo saika risanda riso korobo kinko risanda riso korobo shataka lebrazonda libokuzi amando. Pisha Mungu, pisha na nguvu zake, pisha na hukumu yake, pisha Mungu na utetezi wake. Kuna mahali hatuwezi kujitetea mwenyewe, hatuwezi kujisemea, lakini yeye anaweza kutusemea. Mpishe Mungu, mpishe Mungu, mpishe Mungu. Rapasanda raboyanta lebrazonda libokuzi amando. Baba, ninakupisha mwenyewe, ninakupisha kwenye kila vita, ninakupisha mahali ambapo ninaona ni salama na kuna vita. Pisha Mungu mahali ambapo unaona ni salama lakini kumbe vita. Rapasende rebo saikariando riko yanda rabakuria masikiriando rika yando robo shanta rabakuria masaya korobo yanta lebrazonda ribosa yeka manto ribosikiri mayanta, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nisikilize nikwambie, nisikilize nikwambie, usikubali kuwa mpinzani wa mtu. So unaona maombi tuliyoomba, aliye mpinzani wako ndiye anapata shida. Sasa na wewe ukiwa mpinzani pia unapata shida. Bwana asifiwe sana. Sema, Mungu mtakatifu, ninasema asante kwa ajili ya neema yako na ule mlango ulionifungulia. Baba, ninakushukuru sababu umeniambia hapata kuwepo na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yangu siku zote za maisha yangu, kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kwa neno la Bwana na waondoa wote, na waondoa wote, ninawatamkia wote waliosimama kwa hila kunizuia, ninawatamkia ufalme wenu umepimwa na umepungua. Ninawatamkia mene tekeli na peresi, toka kwenye njia zangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye uzao, toka kwa watoto wangu, toka kwenye eneo la uchumi, katika jina la Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu ninasema asante, kwa sababu hakuna yoyote atakayeweza kufunga kila mlango ulionipa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Mpe Yesu makofi yake. Rapasanda raboyanta lebrazonda ripasanda rabasaya ribosa. Asante Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Karibu kae, karibu kae. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimia tena kwa jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu Jehova aliye mwanzilishi wa imani yetu na ambaye ataitimiza. Bwana asifiwe. Tumekuwa na wiki ya pili sasa tukingangana na rehema za Mungu. Bwana asifiwe sana. Unaweza usiwe hapa, lakini pia napokea shuhuda nyingi sana hata kwa watu ambao wako hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naongea na dada mmoja, alinipigia simu, ambaye origin mume wake anaishi nje, yeye yuko hapa. Alikuwa ananiambia, mwalimu, kila ninachofanya huwa akiendi, lakini baada ya kufuatilia maombi ya rehema njia yangu imefunguka. Alikuwa akipewa mtaji na mume wake, mtaji wote unapokutika mpaka mwanaume akawa amekata tamaa. Anasema baada ya maombi ya rehema amemwambia, nipe tena proposal zako ili niweze kuangalia nikupe mtaji kiasi gani. Bwana asifiwe sana. Imagine, mume wake yuko nje, lakini alikuwa kila akimpa pesa ananiambia, mtumishi, mimi nimeteseka, nashika mamilioni ya pesa, nikianza simalizi muda, mtaji unakwisha na sibaki hata na 500 na sioni hata nilichokifanyia cha maana. Lakini akaniambia baada ya maombi ya rehema nimemwona Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio, kuna maombi mengine nilifundisha ya rehema kwa ajili ya kushinda vita ya kifamilia kwa kina kabisa. Kuna mwingine akaniambia, mwalimu, nimeomba maombi mengi, nimevunja madhabahu, nimepambana, lakini nilivyogeuza
nikaacha, nikaanza kuomba maombi ya rehema, nimeanza kuona matokeo. Mimi naomba niseme na wewe jambo hili. Hakuna watu mnapata neema ya kufundishwa kila siku kama KKT Kariakoo Morning Glory. Lakini nisikilize, lakini Biblia inatuambia hivi, msiwe wasikiaji bali iweni watendaji. Bwana asifiwe sana. Na nikusaidie neno hili, usije kwenye ibada kwa ushabiki. Ukija kwa ushabiki, I say, utapata shida kwa sababu utatembea jangwani. Umenielewa ninachokisema? Mungu is not only about your appearance kwenye ibada. Ndio maana anasema anatafuta waabudu. Maana yake kunaweza ikawa kuna watu waenda kanisani lakini sio waabudu halisi. Umenielewa ninachokisema? Kwa hiyo kwenda kanisani sio kuabudu halisi. Ukijikuta unakuja, tamani kuabudu halisi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tamani kufanya nini? Kuabudu halisi. Unapokuwa halisi, matokeo ni halisi. Haijalishi utatumia muda gani. Wengi wanafikiri ni kuomba 3 hours, 4 hours, kufunga kavu siku 10, 40. Mimi nampenda Mungu. Anasema hivi, anauchunguza moyo na kujaribu viuno na kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake, na sio ya nje, ya ndani. Mmenielewa na wa Mungu? Kwa hiyo Mungu akubariki, endelea kunyenyekea kwa Bwana kwa jina la Yesu. Sasa leo tunajifunza, yani paka natamani mtu asiandike kabisa. Yani iwe tu tafakari, unaweza kuandika hiyo mistari haraka afu katulia. Kwa sababu hichi sio cha kusema unaandika, ni kitu cha kujipima hapa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutaangalia rehema, nguvu ya rehema kwa ajili ya nafasi yako ya kiroho. Mmesikia wana wa Mungu? Juu ya nafasi yako ya nini? Ya kiroho. Kila aliyoko hapa, juu ya nafasi yako ya kiroho. Katika vitu ambavyo mara nyingi sana hatuvizingatii ni nafasi zetu za kiroho. 1, 2, 3. Soma. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Aha. Bwana asifiwe. Tunaenda kipengele kwa kipengele. Hebu tuangalie hapo kipengele, hicho kipengele A chenye koma. 1, 2, 3. Si ninyi mlionichagua mimi. Ishi hapo. Maana yake miongoni mwetu hapa tulipokaa hakuna aliyemchagua Mungu, bali Mungu ndo amemchagua. Hivi mmeelewa nilichosema? Narudia, miongoni mwetu sisi hapa tulipokaa hakuna mtu aliyemchagua Mungu, na hakuna mtu aliyefanya bidii akaokoka. Hakuna mtu aliyefanya bidii. Kwa hiyo hata kama ukijiona una bidii sana, ulifanya bidii ndio maana ukaokoka, leo toka kwenye hiyo nafasi. Mungu ndo aliyekuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi unavyoniona hapa, sijachagua kufanya hii kazi, ni yeye ndo alinichagua. Umenielewa ninachokisema? Kuna mahali tunaenda. Kipengele kinachofuata, bali mimi bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Bwana asifiwe sana. Umesikia neno la Mungu linavyosema, lakini asante kwa hilo neno. Toa sasa. Mungu anatuonyesha kabisa sio wewe umemchagua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni yeye amekuchagua. Unajua tunalala usiku, tunaamka asubuhi. Watu hawajui pia Mungu anapitaga kufanya roko. Kuna anaoamsha, kuna anaoacha walale. Au hamjui hilo jambo? Kuna wewe ukiona hivyo umeamshwa, maana yake alikufanya uamke. Kuna siku nilikuwa niko kwenye maombi, Mungu akaniambia usingizi ni fumbo. Lakini ukisoma kwenye Biblia hakuna anayejua usingizi, yajaandikwa mahali usingizi ni fumbo. Lakini mimi aliniambia usingizi ni fumbo. Yoyote anayelala hajui kama ataamka. Umenielewa ninachokisema? Akaniambia mwanangu, usingizi ni fumbo.
kwa sababu ni fumbo. Wakati unalala hujui kitakachotokea baada ya kulala kwako. Ndio maana ule mto unapoulalia mara nyingi sana nyumbani kwako, popote unapolala, ukishaanza kuweka kichwa chako kwenye ule mto, ndio tafakari ya siku nzima inakuja. Ndio maana ule mto wa kwako, kama una shida unaloana machozi, si ni sawa? Mto umebeba siri kubwa sana. Mahali unapolaza kichwa chako, ndio pale unaweza kutafakari na kuzijua njia zako, aidha ni nzuri au ni mbaya. Kitu ambacho ulipanga kufanya unaweza ukakikumbuka hukufanya. Pale ndio wengine tunatokewaga na Mungu tukiwa tumeweka vichwa vyetu. Bwana asifiwe sana. Ndio pale Daudi akasema, nitakutafakari wewe makesha yote ya usiku, nitakapokukumbuka nikiwa wapi? Kitandani mwangu. Kwa hiyo wakati unaweka kichwa chako kitandani, ndio muda mzuri sana wa kutafakari siku yako. Amen ni moja. Narudia, wakati unafika kitandani, kuna wale ambao wakifika kitandani, simu inachukua nafasi, anatafuta usingizi na simu. Hata siku moja simu haikupi usingizi. Simu ni kivutio cha kukuacha macho mpaka saa 8 ya usiku. Ndio maana unaweza kukuta mtu kazima taa, eti anasema mpaka anacheka mwenyewe, anagonga, na yuko mwenyewe anatokea mtu anagonga naye. Hamjaona hiyo? Mungu anasema amekuchagua. Na kwa nini amekuchagua? Amekuweka umzalie matunda. Alafu anasema kama amekuweka umzalie matunda, anakuambia matunda yako yapate kukaa. Na matunda yako yakikaa, ndio umuombe neno lolote. Ndio ufanye nini? Umuombe neno lolote. Kwa lugha nyingine, vigezo vya maombi mengine kujibiwa ni viwango vya kumzalia Mungu matunda. Sasa wengi mko hapa, hamjui kabisa kama Mungu amewachagua. Hamjui kabisa kama Mungu amewaweka mumzalie matunda. Wewe kila siku unamdai Mungu akupe. Lini umeshatambua wajibu wako katika ufalme wa Mungu? Na kama hutambui wajibu wako, ni kitu kimoja kigumu sana. Usisubutu kujihesabia haki hata siku moja kwamba wewe ni kiumbe ambaye Mungu anataka kukupa kila wakati. Sio kweli. Mungu anataka kutoka kwako. Kila mtu aliyoko hapa na anayetazama ana wajibu wa kufanya katika ufalme wa Mungu. Shida ya watu wengi, sisi tukishaokoka hatutafuti kile Mungu anachokitaka, tunatafuta sisi tunachokitaka. Na Biblia inatuambia tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote tazidishiwa. Mimi nasemaga neno hili, mtu yoyote ambaye anaishi duniani hajatambua kusudi lake, huyo ni kama mzururaji, especially akiwa ameokoka. Mmenielewa ninachokisema? Kusudi ni nini? Kiini cha kuumbwa kwako. Kama hujui cha kufanya kwenye ufalme wa Mungu, I'm telling you, wewe ni kama tu mzururaji. Mungu anasema nimekuweka, na baada ya kukuweka, kusudi lake kukuweka umzalie matunda. From Januari to Julai, umeshajiuliza ni matunda kiasi gani umemzalia Mungu? Mtu asiye na kazi duniani, huku mjini kabisa, kama hana kazi, anapita tu, mnamuitaje? Mzururaji. Na mtu vile vile asiyetambua kusudi lake katika ufalme wa Mungu ni mzururaji katika ufalme. Mmenielewa ninachosema? Kwa hiyo Mungu akufungue macho, utambue kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Utambue wajibu wako kwa Mungu kwenye ufalme wa Mungu. Shida ya watu wengi sana, yeye hana cha kufanya, lakini yuko tayari kupima kazi ya mtu mwingine anachokifanya, alafu akague, apate cha kusema, apate kuangalia udhaifu wake. I'm telling you, huna cha kutupima. Mwenye kupima kazi tunazofanya ni Mungu peke yake. Ndio maana akasema, tazama naja upesi na ujira wangu mkononi kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Sasa tuna kikundi na
kizazi ambacho kinatazama watumishi wa Mungu wanafanya nini. Nani amekosea tumseme, nani amefanya hivi tumchambue. Anapima amefanya nini, anatafuta udhaifu. Wakati wewe unatafuta udhaifu, Mungu ananitia nguvu ili niendelee kumzalia matunda. Wakati unatafuta amekosea wapi, Mungu anaendelea kumuimarisha, kwa sababu ipo kazi amemwekea ili aifanye hapa duniani. Wazururaji wote wasiokuwa na cha kufanya ndio wana kazi ya kupima kazi za wenzao. Jamani, wokovu sio mwepesi sana. Ni mwepesi endapo unajua kusudi lako hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Nani amekuambia Mungu amekuokoa tu eti ili uje kanisani akupe kila kitu? Sio kweli. Sio kweli. Baba yako na mama yako wamekuzaa. Ulivofika umri, ulitoka nyumbani kwa baba yako. Kama kweli na wale wazazi wanakupenda, wangekukumbatia mpaka uzeeni. Na wao wangekumbatiwa na wazazi wao mpaka uzeeni. Na wazazi wao wangekumbatiwa na wazazi wao mpaka uzeeni. Maana yake mtoto kuna umri ukifika, lazima asimame na miguu yake. Mungu akamwambia Ezekiel, mwanadamu, simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Watu wengi hamko tayari kusimama kuyafanya mapenzi ya Mungu, lakini mnataka Mungu awafanyie ninyi. Kuna vitu Mungu hatakupa uishipo hapa duniani mpaka utambue kusudi lako na ufanye unalopaswa kufanya katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni vitu ambavyo huwa hatujiulizi, mimi ni nani katika ufalme wa Mungu na Mungu ni nani kwangu? Mungu anataka nimfanyie nini? Nisikilize, toka kwenye eneo la ushabiki. Tuko katika kipindi watu wanacheza kombe la dunia. Wanacheza wachezaji 22 uwanjani. Dunia nzima tunakosoa. Fulani hajacheza vizuri leo. Kocha amekosea kumpanga huyu. Wewe unajua kocha alijua kwa nini hajampanga yule? Yaani mimi nashangaa. Huyu kocha amekosea sana kuanzisha hichi kikosi. Angemwanzisha fulani na fulani, labda timu fulani isingetoka. Nani amekwambia isingetoka? Wewe mshabiki ndio unafikiri unaweza kuoperate. Aliyoko uwanjani ndio anajua ugumu na uwepesi wa mchezo. Ninyi msiokuwa uwanjani hamjui ugumu na uwepesi wa mchezo. Kazi yenu mtakaa mtapima, na siku mkifika mbinguni mnahukumiwa kulingana na kazi mliofanya duniani. Na Biblia inasema kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kuna watu mnaomba sana, lakini mko kila mahali kwa ajili ya kukosoa kazi za wengine. Unaomba nini? What are you doing in the church? Na kuuliza, we nani anakosoa ya kwako? Yaani yule wala siku hizi haimbi vizuri, siku hizi ana upako. Tuonyeshe wa kwako, uje uimbe tukusikie. Kama uje tuimbia sauti ya 62. Tuonyeshe sauti yako. Yaani siku hizi simuelewi, hana upako kabisa. Mimi simuelewi. Sikiliza, wewe utuelewi, Mungu mwenyewe hakuelewi. Yaani anakuhurumia. Unajua kuna wakati mnasema umuelewi mtumishi. Mungu mwenyewe hakuelewi, shetani mwenyewe hakuelewi. Maana kwenye uganga akikusubiri uendi, kwenye ufalme wa Mungu haupo. Uko 50-50. What are you doing in this world? Hujawekwa uje ule na kunywa. Biblia inasema hivi, ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 20, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamtauona kamwe ufalme wa Mungu. Nataka utafakari nafasi yako kiroho, Mungu aliyokupa. Kuna watu mmewekwa kumtumikia Mungu na fedha zenu. Ndio maana Mungu anakubariki sana. Lakini ikifika wakati wa kutoa sadaka, unasema nasaidia. Siku ukiona sadaka yako inasaidia, umeshafeli wewe. Hakuna mtu anaweza kusaidia kupitia sadaka. Sadaka sio msaada. Sadaka ni wajibu wa mtoa sadaka. Hata siku moja sadaka sio msaada. Na unaweza kukuta mtu alikuwa mtoaji kweli, anasema mimi yule mtumishi nimemsaidia sana, mimi yule mchungaji nimemsaidia sana, mimi lile kanisa nimelisaidia sana. Okay, kama umelisaidia, haujatoa sadaka. Umeelewa ninachosema? Mimi nimemsaidia, hana shukrani. Wewe unataka utoe sadaka Mungu ashuke duniani akwambia asante kwa kutoa sadaka? Utakaa sana. Bwana asifiwe. Tafuta nafasi Mungu aliyokupa, tendea kazi. Punguza kuwa mshabiki wa ligi. Wenzio wanacheza kwenye ligi. Tunajua ligi, tunajua mechi zilivyo ngumu, tunajua. Na ukimuona mchezaji anacheza dakika 20, dakika 90,
amepractice miaka kufikia kucheza dakika 90. Umeelewa anachokisema? Amepractice muda mrefu sana mpaka kocha kamuona huyu ana qualify, ni mpange hata kama nitampanga kipindi cha kwanza dakika 15, maana yake stamina yake ina uwezo wa kutikisa this 15 minutes. Wewe una hata dakika moja, una kazi yako ni kukosoa wenzako. Huna hata chochote unachofanya kwenye ufalme. Kazi yako ni kukosoa nini? Wenzako. Wewe unamzalia Mungu matunda gani? Maana yake kwenye ufalme wa Mungu tukikaa, tunapoenda kuomba, kama Mungu anataka kukujibu kwa ajili ya kusudi, anasema mimi ndiye niliyekuweka duniani. Ukafanya nini? Ukanizalie nini? Matunda. Na matunda yafanye nini? Yapate kukaa. Sio uzae yafe, yapate kukaa. Alafu hayo matunda yakikaa, anakuambia ombeni neno lolote kwa jina langu, nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Maana yake ikifika huo wakati, matunda, naomba umulike huku, matunda ndio yanatangulia mbele. Matunda yanafanya nini? Yanatangulia mbele. Matunda yanapotangulia mbele ya kiti cha enzi, mimi niko nyuma. Kinachonitetea ni nini? Matunda. Vita yangu ikiwa kubwa, Mungu atanipigania. Saa nyingine hata nisipoomba, kitu gani kitasema nipiganiwe? Matunda. Kwamba huyu still anatakiwa kuzaa nini? Matunda. Umeelewa anachosema? Kuna saa ikifika, Mungu anakupa vitu si kwa sababu umeomba. Nini? Matunda. Umeelewa anachosema? Kwa hiyo watu wengi hatuzingatii kuzaa matunda kwenye ufalme wa Mungu. We kila siku unamuuliza Mungu akupe matunda. Haya, kwa kazi gani? Labda kwa kipi we unataka Mungu akujibu kila wakati? Mungu, gusa watoto wangu, tetea watoto wangu. Do you think watoto wako ni very special kuliko baadhi ya watumishi labda unaowaona watoto wao ni very stubborn? Ngoja nikuulize swali. Do you think wako ni very special? Au hamjui kuna wakati wale watoto vita wanayokutana nayo ni kazi ile watumishi wanaoifanya? Hamjui? Na huyo mtumishi au huyo mchungaji au huyo mwinjilisti au huyo mtume au huyo nabii, umeshamuona kama kumtumikia Mungu anaendaga kumtumikia Mungu mbinguni? Hapana. Kumtumikia Mungu ni kutumikia watu. Swali, hapa nafundisha malaika, nafundisha makerubi, nafundisha maserafi. Sasa nafundisha wazee 24. Tunafundisha wenye uhai 4. Nani? Tunaombea malaika. Sasa kwa hiyo tafuta la kwako. Kama unaweza wa kuangalia boriti kwa mwenzie, na wewe una kibanzi, ukifanyi kazi unapima vitu vya wenzako wakati huna cha kufanya duniani, nani amekuweka uwe muamuzi wa watumishi wa Mungu? Swali, nani amekuweka uwe muamuzi? Biblia inatuambia kazi itapimwa, na kazi hazipimiwi duniani. Kazi zinakwenda kupimwa kwenye kiti cha enzi. Kila mtu atafika pale, kazi zitaanza kupimwa. Tena hazitapimwa kwa mdomo, tena hazitapimwa kwenye masengenyo. Kazi zitapimwa kwa moto. Moto wa Mungu ndio unapima kazi, sio maneno yenu yanapimwa kazi. Yaani leo mwambie jirani, kwa kadiri tunamaliza tunaenda pagumu. Tunamaliza kesho. Na kukumbusha, Bwana asifiwe, usiwe mzururaji kwenye ufalme. Fanya. Kuna watu hapa mlivyookoka, mlikuwa mnafanya sana, mnaomba sana, mnaombea makanisa, mnaombea watumishi. Sasa una mtumishi unayemuombea, lakini unasema mimi siwaelewi hawa watumishi wa siku hizi. Wewe uelewe watumishi wa siku hizi wakati Mungu alikuweka uwaombee. Wewe mwenyewe umejidai kuwa wa kisasa, huombi tena. Halafu unataka nani alitengeneze kanisa? Nakuuliza swali. Unataka uje kanisani uone miujiza inadondoka? Simama kwenye nafasi yako. Yaani tukijua nafasi, Biblia inatuambia sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Mimi ninaweza kuwa kinywa, wewe unaweza kuwa mkono. Umenielewa ninachokisema? Usifikiri sisi tunakamilika kuwa viungo vyote. Hapana. Sisi wote ni viungo katika mwili wa Kristo.
Kama vile kiungo mimi unaweza ukasema, au kiungo kingine unaweza kusema hichi kiungo ni kizuri, unaweza ikawa wewe ni mzuri zaidi, lakini kwa nini hauonekani wewe? Ni kwa sababu hujatambua nafasi yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hujatambua nafasi yako. Na niwakumbushe kwa jina la Yesu, mtaenda kupimwa mbinguni. Mungu atapima kazi zenu. Mungu atapima ufanyabiashara wako maarufu. Mungu atapima kiwango cha pesa ulichoweka benki. Mungu atapima tu kwa sababu ulikuwa unakuja unaomba unaondoka. Na Mungu atapima amekupa nguvu, umezitumiaje? Amekupa fedha na dhahabu, umezitumiaje? Amekupa neema ya kuomba, umetumiaje? Bwana asifiwe sana. Mbona kama kumekuwa giza huko? Mwambie jirani kumekucha. Unasikia kweli au umelala? Bwana asifiwe. Haleluya. Eti wazee mpo? Kwanza nilikuwa nachungulia sema hivi wababa leo watakuja kanisani kweli? Mungu awabariki sana wababa. Bwana asifiwe. Kwa kweli usiangalie tu vitu vya mwili. Mungu anakusubiri sana. Nisikilize. Mnamkumbuka ule mfano wa tajiri na Lazaro? Mnakumbuka mfano wa tajiri na Lazaro? Hivi unafikiri kwa nini tajiri alikufa akaenda jehanamu? Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Sio tu kwamba labda alikuwa hajaokoka, alikosa mtu wa kumwambia wajibu wake, alikosa mtu wa kumwambia ukweli. Nisikilizeni ndugu zangu, usijiweke kwenye nafasi ya mtu akikwambia ukweli unavimba na mnakasirika. Sababu huyu watu muelewi. Sikiliza, bora ni kuambia ukweli, ukifika mbinguni upone na ukweli. Tajiri hakufa kwa sababu Biblia imetuonyesha hakufa kwa sababu eti tu amekula vyakula vya anasa. Ngoja nitafute, ingawa haikuwa kwenye somo. Roho Mtakatifu. Ngoja niongea haraka, saa 1 ishafika. Kuna watu wamefanya hivi. Sasa naomba 5. Niongeze tu 5. Nisikilize niwaambie ndugu zangu kwa jina la Yesu. Si mnamkumbuka kuna mtu kwenye Biblia kwenye kitabu cha Luka anaitwa tajiri. Tajiri Biblia inatuambia alikuwa akijishibisha na vyakula vya anasa. Alikuwa akijishibisha na nini? Na vyakula vya anasa. Alafu kulikuwa kuna maskini anaitwa nani? Sema Lazaro. Sema Lazaro. Na yule Lazaro alikuwa akijishibisha na makombo ya chakula cha nani? Sema cha tajiri. Kwa hiyo Lazaro lengo kuu alikuwa akienda kwa tajiri. Yeye alikuwa na focus kwenye nini? Sema makombo. Sema makombo. Lazaro alikuwa na focus kwenye nini? Ni Luka 16 mstari wa 9. Anasema akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya dhambarau na kitani safi. Na kula siku zote kwa nini? Hiyo ndio shida ilikuwa ya tajiri. Na kufanya nini? Kula siku zote kwa nini? Kwa anasa. Tuendelee. Tajiri hatujawahi kumuona kizini. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani. Zingatia neno akifanya nini? Akitamani. Ninarudia. Zingatia neno akifanya nini? Akitamani. Kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakaramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu, sema kule kuzimu. Mwambie jirani yako kuna kule kuzimu. Alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahim, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kuwa wewe ulivyoyapokea mambo mema yako katika maisha yako. Mmenielewa ninachosema? Ulivyopokea nini? Mambo mema yako katika maisha yako. Zingatia mambo mema, na wengi mna mema. Na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu. Kwa kuwa ninao ndugu 5,
ili washuhudie. Ninao ndugu wangapi? 5. Ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa nini? Pa mateso. Ibrahimu akasema wanao Musa na manabii wawasikilize wao. Sasa hivi Musa yupo? Tupo sisi. Mmenielewa ninachosema? Sasa nisikilize. Asante, Mungu akubariki sana. Nisikilize nikuambie. Kitu gani kilimpelekea tajiri na utajiri wake kujiishia jehanamu? Kitu gani kilimpelekea Lazaro kuishia kwenye kifua cha Ibrahim? Usifikiri Lazaro amefikia pazuri, pia sio pazuri. Mmenielewa? Ngoja nifafanue hapo kidogo ili ujiweke, kila mtu akae kwenye nafasi yake. Uenda ikawa uko hapa wewe ni tajiri, na uenda ikawa kuna Lazaro. Uenda ikawa mimi ni Lazaro. Kwa nini natoa mfano wa mimi ni Lazaro? Lazaro alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu kabisa. Mungu anapokuweka kwa watu, Mungu anakuweka kwa kusudi. Kusudi la Lazaro kuwa na uhitaji, kupelekwa kwa tajiri. Kusudi la Mungu halikuwa Lazaro kutafuta makombo. Lakini Lazaro alivyofika kwa tajiri, Biblia inasema akatamani. Kwa hiyo alichokitanguliza mbele Lazaro ni nini? Sema tamaa. Sahi kuna tamaa, kuna tamaa. Kwa hiyo ile tamaa ikazuia kusudi la Mungu la Lazaro kumfikia nani? Tajiri. Maana yake huenda ikawa yule tajiri hata kama alikuwa anaishi maisha ya anasa, Mungu hakutaka tajiri apotee. Mungu alitaka tajiri apate utajiri duniani na awe na uzima wa milele. Mungu hawezi kukubariki akaenda kukusubiri akutese. Hapana. Kusudi la Mungu kumsogeza Lazaro kwa tajiri, kusudi la Mungu halikuwa makombo. Kusudi la Mungu ni Lazaro amsaidie tajiri. Tajiri aijue kweli. Kweli imweke huru tajiri ili tajiri asipotee. Sasa kuna watu wengi wanajiweka kwenye level ya tajiri, hawataki kuambiwa kweli makanisani, hawataki kuambiwa waache njia mbaya. Sikiliza, hata kama ni tajiri kiasi gani, acha njia mbaya. Yesu yupo na anarudi. Yesu anakuja kulichukua kanisa na kila kazi ya kila mtu itapimwa. Nikuambia katika jina la Yesu, uwezo wowote ulionao usiwe kizuizi cha kuambiwa kweli. Taka kujua kweli, fanikiwa duniani na upate uzima wa milele katika jina la Yesu. Biblia inasema itakufaidia nini? Upate vyote ukateketee. Ndio maana tunamuona tajiri Lazaro, Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 14 kuanzia mstari wa 1, nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi, naenda kuandalia makao. Kulingana na wajibu wa Lazaro, hajautimiza vizuri, alikosa makao, akaenda kukaa kwenye kao la Ibrahim. Umeelewa? Alikosa nini? Akaenda kukaa kwa nani? Kwa Ibrahim. Kila mtu anatakiwa apate nafasi yake mpaka mbinguni. Maana Yesu kasema naenda kuandaa. Kwa hiyo unavomuona hata Lazaro bado hajapata nafasi nzuri, ndio maana alikaribishwa kukaa kwa nani? Kwa Ibrahim. Kitu gani kilimnyima na yeye nafasi yake nzuri kwa baba? Kazi yake imepimwa, hajafanya vizuri. Maana jukumu la wokovu wa tajiri ulikuwa mikononi kwa Lazaro. Sasa kwa nini saa hii dunia tulioko watu wengi wanafikiri, sikiliza, si tu kutoa hela unatakiwa, na wokovu unatakiwa. Usimame katika kweli na katika uaminifu, na jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Na kazi ya Mungu ifanye katika kweli na uaminifu. Chochote ulichopewa kimzalie Mungu matunda katika jina la Yesu. Mimi nitakwambia tu ukweli kabisa, hata ukikasirika, lakini usipotee kwa jina la Yesu. Fanikiwa duniani, fanikiwa na mbinguni kwa jina la Yesu. Kuwa na pesa nyingi duniani, fanya kazi ya Mungu, jua mapenzi ya Mungu, halafu ufike kwa baba. Ndio maana tajiri, ingekuwa tajiri aliambiwa, asingemwambia Ibrahim, naomba umtume huyo kwa ndugu zangu duniani, ninao ndugu zangu 5.
sikiliza, usijiweke kwenye nafasi watu wakashindwa kukuambia ukweli. Umeelewa ninachokisema? Na sasa hivi mmejiweka kwenye nafasi mtu atakayesema ukweli mnamchukia. Anayewapaka mafuta. Utajiri unaenda kuinuka sana. Ninaona kama unaenda kununua magorofa 5. Ninaona hela ikiongezeka. Sikiliza, inaweza isiongezeke na ikaisha kabisa. Rudi kwa Yesu katika jina la Yesu. Rudi kwa Yesu, rudi kwa Yesu, rudi kwa Yesu. Nasema rudi kwa Yesu. Nasema acha dhambi, geuka, mgeukie Yesu. Jina lako liandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na niko hapa kukutangazia Yesu anarudi. Niko kukutangazia Yesu anarudi. Anasema tazama naja upesi na ujira wangu mkononi, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Tuwekee kitabu cha Ufunuo 22 nimalize, alafu tushukuru. Uende tafakari na utajiri wako, tafakari na biashara yako. Na hata kama wewe ni uko kwenye nafasi ya Lazaro, tafakari. Nani anakuja mbele yako na unashindwa kumwambia ukweli? Nisikilize niwaambie, waacheni kutupima sisi kazi. Pima ya kwako. Waacha kupima njia za watumishi. Waacha kupima maisha ya watumishi. Ya kwako ni mabaya kuliko unavyojua. Kwa kadiri unaanza kupima za watu, unajiwekea makaa ya moto. Pima ya kwako, shughulika na ya kwako. Narudia, shughulika na ya kwako. Mwambie mwenzio mind your own business. Tunaamua mpaka tukuambie na kizungu jamani. Mwambie jirani yako mind your own business. Eti wanasifiwe. Tuwekee kile kitabu cha Ufunuo 22. Alafu simama na miguu yako tusome ukiwa umesimama. Chukua na sadaka. Weka hiyo Ufunuo 22 kuanzia mstari wa 11. Si nimesema msiandike? Leo neno la leo usiandike. Neno la leo lisikie tu. 1, 2, 3 tusome kwanza mstari wa 11. 1, 2, 3. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kufanya uchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Umeona mahali Mungu amekunyima? Yaani kama unadhulumu, ukiweza kudhulumu Kariakoo yote, dhulumu. Na kama we ni mchafu, ukiona bado hujachafuka, chafuka. Mungu amekuruhusu kufanya nini? Chafuka. Yaani hajakunyima. Na mwenye haki na azidi kufanya nini? Na mtakatifu na azidi kufanya nini? Yaani hapo ungetakiwa na mzinzi, usizini mara moja, zini sana. Na mwizi, usiibe kidogo, iba nini? Sana. Yaani Mungu anakuruhusu wewe fanya. Tuendelee mstari unaofuata 12. Tazama, yaani amekuruhusu ufanye sana. Alafu anasemaje? Tusome wote. Tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mstari unaofuata, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa malango yake. Tusome unaofuata. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na roho ya bibi harusi waseme njoo, naye asikiaye na aseme njoo, na mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure. Amen. Nafikiri umesikia. Na mimi hilo ndilo neno la Bwana nimekuambia leo. Kama unajua maisha yako yako vizuri na Mungu na unataka kutengeneza, nyosha mkono juu. Usione eti aibu. Huko mjini unamwonea mtu aibu, hana mbingu. Yeye mwenyewe hujua ataenda kupangisha, si kazi akaja kupewa, Mungu akakusogezea mbinguni akae kwako. Wewe kama unataka kutengeneza, nyosha mikono yako juu. Kutengeneza na Mungu. Usione aibu. Kuna watu wanajuaga kujihesabia haki, yani wao kila siku wana roho ngumu kanisani. Kama unataka kutengeneza, nyosha juu mkono wako. Nataka nikuelekeze maombi haya. Mungu ni mwaminifu. Anasema nawapa neema wanyenyekevu. Sema Mungu Baba, nakushukuru kwa neema. Nakushukuru kwa rehema. Nakushukuru kwa upendo juu ya maisha yangu. Baba yangu wa mbinguni,
naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa damu ya Yesu. Na kuomba Bwana, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, na kukubali Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu tangu sasa na hata milele. Nishike, dhambi isinishinde, nihifadhi ndani yako, nikawe hai, nikawe kamili mpaka siku utakaporudi kunichukua, katika jina la Yesu. Amen.